IPOA imewatambua maafisa watano wanaohusishwa na kukamatwa kwa Albert Ojwang. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazard Media na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Akiwa mbele ya Seneti Jumatano, makamu mwenyekiti wa IPOA Anne Wanjiku alidhibitisha kwamba Sajini Sigei na Wesley Korir pamoja na Constable wa polisi Dennis Kinyoni, Milton Mwanze na Boniface Rapudo walikuwepo kwa wakati wa kukamatwa kwa Ojwang mnamo Juni 7 nyumbani kwake katika kaunti ya Homa Bay. Mamlaka huru ya kusimamia polisi ya IPOA imewataja hadharani maafisa watano wa polisi waliohusika katika kukamatwa kwa mwanablog Albert Ojwang kwa kutatanisha, huku uchunguzi kuhusu hali ya kifo chake akiwa kizizini ukizidi kupamba moto. Akiwa mbele ya Seneti Jumatano, makamu mwenyekiti wa IPOA alidhibitisha kwamba maafisa hao baadaye walimhamisha hadi kituo cha polisi cha Mwago kabla ya kumsindikiza hadi Nairobi. Ojwang, mtayarishaji wa maudhui ya kidijitali na mwanabloga, alitiwa mbaroni kama sehemu ya uchunguzi unaohusishwa madai ya shughuli mbovu kwenye mtandao wa kijamii wa X maarufu kama Twitter. Kulingana na IPOA, uchunguzi huo ulitokana na malalamiko rasmi ya naibu inspekta jenerali Lagat ambaye alidai alilengwa na maudhui ya kashfa kutoka kwa akaunti hiyo ya Ojwang. Kitengo cha uhalifu makubwa cha DCI katika makao makuu kilipewa jukumu la uchunguzi. Ufuatiliaji wa kidijitali ulipelekea wapelelezi kumfikia Kelvin Muindi ambaye alikamatwa huko Bomachoge muda mfupi baada ya malalamiko kuwasilishwa. Baadaye alihamishwa Nairobi na kuwekwa chini ya ulinzi katika kituo cha polisi cha Kamkunji. Kufuatia kukamatwa kwa Muinde na kuhojiwa, IPOA inaripoti kwamba timu ya uchunguzi ilimtambua Albert Ojwang kama mtu wa pili wa maslahi. Mnamo Julai 7, maafisa 6 walisafiri hadi Homa Bay ambapo Ojwang alikamatwa nyumbani kwake takriban saa 8 mchana.